Hapana, haimaanishi kwamba wanafunzi wote hawafai kuenda chuo kikuu. Na nadhani serikali haijakosea kwa mpangilio wake wa kuwataka wanafunzi ambao wanahitimu kutoka shule ya upili wote kuenda chuo kikuu. Haimaanishi hivyo, na nadhani serikali inajaribu tu kusawazisha viwango vya elimu kwa wanafunzi wote waliomo. Sababu wakati wanafunzi wengine wanakuwa hawana elimu ya kutosha, ama wakati hakuna usawa katika viwango vya elimu, hivyo basi inachangia wahusika ambao hasa ni wanafunzi hawako kwenye nafasi sawa inapofika kwenye soko la ajira. Kwa hivyo serikali ilifanya hivyo ili kuwezesha wanafunzi wote kuwa sawa kulingana na ujuzi na masomo walio nayo, ili wawe na nafasi sawa katika soko la ajira. Lakini sasa mpangilio huu umepelekea wanafunzi wengi kuhitimu kutoka chuo kikuu na hatimaye kukosa ajira. Na hilo ndilo tatizo. Kwa hivyo Bwana Ryan, hatusemi kwamba wanafunzi wote wasiende chuo kikuu, lakini sasa changamoto kubwa ambayo inazalishwa kutoka kwa mipangilio kama hii ni ukosefu wa ajira. Na sasa ningependa kutatua swala hilo kwa kuangazia ukosefu wa ajira unakuja namna gani. Na kuna njia mbili ambazo ukosefu huu wa kazi unawezekana. Moja ni kupitia mifumo iliyomo ambayo sasa inatokana na uongozi, na pili ni wanafunzi wenyewe ambao wakishahitimu jinsi wanavyotazama soko la ajira, mtazamo wao kwa ujumla kwa soko la ajira na jinsi ya kuendelesha maisha yao baada ya kuhitimu huchangia. Tukianza na mifumo au jinsi ambayo serikali imepanga mambo yake ambayo imepelekea wanafunzi kukosa ajira wakishahitimu, ni kwa kusisitiza kuwa chuo kikuu ni msingi ambao ni walazima ili kufaulu maishani. Na ningependa kusema ya kwamba chuo kikuu au kuhitimu kutoka chuo kikuu, hiyo siyo jinsi peke yake ya kufaulu maishani. Na pia sio kila fani inahitaji shahada ambazo ni degree au diploma wanazohitimu nazo kutoka vyuo vikuu. Kuna fani zingine ambazo zinahitaji ufundi, kuna fani zingine ambazo zinahitaji ujuzi wa mikono, na kuna fani zingine ambazo zinahitaji mafunzo ya kazi au ukipenda apprenticeship. Watu wengi hutengeneza maisha mazuri kupitia njia mbadala. Hasa shida iliyopo ni ya kwamba sisi wote tunataka kufuata mkondo moja. Na hiyo inapelekea tatizo gani? Inapelekea tatizo la kutosawazisha na mahitaji ya soko. Wanafunzi wengi huenda vyuoni kusomea kozi ambazo hazina ajira nyingi. Ni kwa mfano, kama mfano niliokupa Bwana Ryan, tukiangazia kama kozi kama ya ualimu. Kozi ya ualimu inasajili wanafunzi wengi zaidi nadhani hata kuliko kozi yoyote ile huku Kenya. Lakini sasa ukiangalia kila mwaka maelfu ya wanafunzi wanafuzu, wanahitimu vizuri kutoka vyuo vikuu, lakini shule zilizopo huku Kenya ni zile zile. Kama kulikuwa na shule, tukisema kwa mfano tu, sisemi hiyo ndo namba iliyopo, lakini kwa mfano tu kuna shule kama 1,000 Kenya mzima, na zina walimu wao tayari. Na kati ya hao walimu waliomo sasa hivi, watakao kwenda kustaafu ama wanaostaafu kila mwisho wa mwaka ni wachache mno, ni 1%, hata labda haifiki. Ni 5%
ya wote ambao tayari wako kazini. Sasa na wanaohitimu kila mwaka ni maelfu juu ya maelfu. Inamaanisha hivi, hawa wanaohitimu hakuna mahali wanaenda. Shauri pia hata miaka ya kustaafu ni 60. Si kwamba wale walimu ambao wako kazini sasa hivi eti watastaafu baada ya kufunza miaka 5-10. La, watastaafu wakishafika miaka karibu 60 huko. Hii miaka yote, wewe niambie mtu ambaye aliajiriwa tuseme mwaka 2010 atastaafu, tuseme kama aliajiriwa akiwa na miaka 25, muongezee miaka takriban kama 40 hivi ndo astaafu. Kwa hivyo atafunza kuanzia mwaka 2010. Kama ataajiriwa mwaka 2010, atafunza kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2055. Aya, huyo ni mmoja. Sasa waeke wote kwa ujumla, wale walimu ambao wameajiriwa mwaka mmoja, wako na miaka kadhaa mbele yao ya kufanya kazi mpaka itakapofikia ya kwamba wanastaafu. Sasa hawa wanaofuzu na kuhitimu kutoka vyuo vikuu, nafasi zao zipo wapi? Sio shule mpya zitajengwa kesho. Tuseme wanaohitimu sasa hivi wako na nafasi za ajira katika shule ambazo zimejengwa mpya. Kwa hivyo hiyo inapelekea msongamano wa wahitimu, ushindani mkubwa katika soko la ajira, na hivyo basi ukosefu wa nafasi za kazi. Na ndo maana kila mwanafunzi anapaswa kuchagua kulingana na kipaji chake. Kama mtu ana vipaji vya ufundi, biashara, kilimo, basi anaweza kufanikiwa sana bila shahada. Kwa mfano, mimi mwenyewe nikijiangalia, nilihitimu kutoka chuo kikuu mwaka 2010. Sasa hivi nina miaka 15 tangu nihitimu kutoka chuo kikuu. Nimemalizia kurudi tu kwa ukulima wangu mdogo baada ya miaka mingapi hiyo? 15. Kwa hivyo tunavyoendelea kujadili hili swala, tukiangazia masuala ya ukosefu wa kazi, pakubwa shida sio chuo kikuu, kwa kuwa lengo ni kupata ujuzi. Isiwe tunaenda chuo kikuu kwa jina tu, kwa sababu hata soko la ajira linahitaji ujuzi, ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo na maarifa yenye matumizi ya moja kwa moja ambaye tunaita application. Sasa na hapo ndipo naweza kukosoa mifumo ambayo tuko nayo ya elimu huku Kenya. Ukiangalia sana tangu shule za chekechea ambazo ni kindergarten mle chini, uje shule ya msingi, uende shule ya upili, hapo pote 90% ya masomo ni nadharia tu, theory. Vitendo ambazo ni practical ni 1-2, zikienda kwa sana 5%. Kwa hivyo unapata wanafunzi, au nikizungumzia mwanafunzi mmoja, mwanafunzi amekaa shuleni miaka 20, na kati ya hiyo miaka 20, miaka kama 15 ama 16 anajifunza nadharia tu. Na ukija huku nje kwenye soko la ajira, wanahitaji mtu ambaye anaweza kutekeleza majukumu fulani, kazi fulani. Na unapata wanaitisha, unapoenda kutafuta ajira, wanasema wanataka mtu ambaye ako na uzoefu wa miaka 2, uzoefu wa miaka 3. Anautoa wapi uzoefu mwanafunzi huyo ambaye amehitimu juzi kutoka chuo kikuu?
Anatoa wapi uzoefu? Sasa inakuwa ni swali kwamba lazima awe kazini ili aweze kupata uzoefu, lakini sasa soko la ajira linahitaji uzoefu kabla limpe ajira, ambayo haiwezekani. Sasa utapata wale ambao wako kwenye ajira, tukizungumzia wale ambao wako kwenye ajira watabaki kuwa kwenye ajira. Aya, na hawa ambao wamehitimu, ambao ndo sasa wameingia kwenye soko la ajira, kama hawana mtu wa kuwasaidia kupata ajira, inakuwa sasa mambo ni magumu kweli kweli. Na hapo sasa ndo masuala ya kutoa rushwa na hongo yanaingilia. Unapata sasa, kwa mfano, shauri mtu anajua vizuri hana uzoefu unaohitajika ili kupata ajira fulani, inabidi watu waanze kutumia njia ya mkato, watu waanze kutumia kujuana na mabwanyenye fulani ili waweze kuingia kazi. Sasa unaona, mpangilio huu wote unapelekea ukosefu wa ajira kuendelea tu. Maana tunavyozungumza hivi, kuna wanafunzi wako karibu kuhitimu kutoka chuo kikuu, na kuna wale ambao tayari washahitimu na wako huku nje hawana ajira, na kuna wengine watahitimu na wakuje hapa nje na pia hawatakuwa na ajira. Aya, tukiangalilia zile takwimu ambazo serikali au uongozi mpaka hata wagombeaji wanazozungumzia ya kuwa tutatengeneza nafasi za kazi labda 1,150. Sasa serikali imeweza kutengeneza hizo nafasi. Wacha tuziite nafasi 100,000. Nafasi 100,000 zinaweza kuajiri watu wangapi? Walo nje ambao hawana ajira ni wangapi? Wanaweza kukanyaga kama 3-4. Sasa hata ukibuni nafasi 100,000, bado kuna nafasi kubwa sana ya ukosefu wa ajira ambayo inahitaji kujazwa, na kuna wale bado ambao wanaendelea kusoma ambao watahitimu tena waongezee nambari ya wale ambao hawana ajira huku nje. Kwa hiyo ni kuzungumzia tu jinsi ambayo mpangilio wa serikali umepelekea hili swala la ni bora kuwa na wanafunzi wote wanaohitimu kutoka shule ya upili kwenda vyuo vikuu au la. Na nilivodokeza hapo awali, tulisema chuo kikuu sio tatizo, kwa sababu lengo kuu ni kupata ujuzi. Sasa ningependa kuangazia jinsi wanafunzi wenyewe wahitimu, wale ambao wameshahitimu, jinsi wamechangia kwa ukosefu wa ajira. Mwanzo, hata tukiangazia jinsi hata masomo katika vyuo vikuu, jinsi ambayo masomo yamepangwa, huwa mwanafunzi anapewa jukumu kubwa la kujisomea. Mwalimu ni kudokeza tu na kukuelekeza, lakini ni kazi yako kama mwanafunzi katika chuo kikuu kufanya utafiti na kupata elimu kwa kina katika kozi ambayo unaisomea pale katika chuo kikuu. Na hiyo huwa inajaribu kuelekeza wanafunzi wawe watu wa kujitegemea katika kuendeleza elimu yao, na pia katika kuwapa nafasi ya kuweza kuanza kutumia ubunifu wao katika kutatua matatizo, iwe ni katika mambo ya kiteknolojia au hata ukulima, mambo tu ambayo yanahitaji ujuzi wa moja kwa moja. Na sasa ni jinsi gani wanafunzi au wahitimu huchangia hili tatizo la ukosefu wa kazi? Mfumo wa elimu kwanza unafundisha wanafunzi kutafuta kazi,
sio kuunda kazi. Kwa hivyo hiyo nitaiweka kama sababu ya kwanza, lakini bado msingi wake unatoka kwa mfumo wa elimu. Kwa hivyo wanafunzi ambao wanahitimu ni wanafunzi ambao akili zao zimefunzwa kuwa baada ya kuhitimu lengo ni kupata ajira. Kwa hivyo hiyo ni changamoto moja ambayo inatokana na mfumo wa elimu, lakini hasa kwa wanafunzi wenyewe wanafaa kuwa wameangalia kuwa huu mfumo uliomo kwa kweli, kama ndugu zangu ama kama rafiki zangu walohitimu miaka 4-5 bado hawana ajira. Je, mimi nikihitimu nitaenda wapi? Hilo ni swali wanafaa kujiuliza kama bado wako shuleni, kama bado hawajahitimu. Na hiyo ndiyo itawachemsha bongo ili waanze kufikiria kuhusu jinsi mbadala za kuweza kujiendeleza kimaisha wakishahitimu. Kwa hivyo mfumo wetu wa elimu kwa sana unazingatia kufaulu mitihani ambayo saa zingine hupelekea wanafunzi kutumia njia za udanganyifu. Ukiangalia kwa vyeti vyake amehitimu tu, lakini ujuzi wa kikazi ukimpa kazi inakuwa ni changamoto. Na pia tukiangalia wanafunzi ambao wanahitimu, jinsi wamefunzwa, hawajapata mafunzo kuhusu ujasiriamali ambayo tunaita entrepreneurship. Hawajajifunza kugundua fursa, kujitengenezea fursa pia. Kuna mfano mmoja rafiki yangu alikuwa ananiambia, kulikuwa na watu wawili. Hasa walikuwa wamezuru tu hapa kijijini. Sasa hapa kijijini kwa kawaida watoto wadogo, hata watu wa umri mdogo hivi, vijana hivi, unapata saa zingine watu hutembea peku bila viatu. Sasa kwa hawa wawili, mmoja aliona watu kumbe ni maskini hivi, sasa wanatembea hawana viatu. Mwenzake naye akaona hawa watu wote hivi wanatembea bila viatu, hapa nikaweza anza kuuza viatu hapa huenda nikapata soko, hapa nikapata viatu vya bei nafuu. Jinsi watu hawana viatu hapa, hii ni fursa ya kujiajiri hapa. Kwa hivyo mtazamo wa wahitimu unachangia ukosefu wa kazi. Wewe unangoja kuajiriwa tu, ama unaendelea kujipa changamoto ya kuona ni jinsi gani naweza kuboresha jamii yangu? Ujuzi huu nilionao, elimu hii nilionayo inaweza kusaidia vipi? Ni biashara gani naweza kuanza? Ni bidhaa gani? Watu mmesoma, mmesafiri, mmeenda mijini huko, mmeenda Nairobi kule, watu mmeenda Mombasa pwani, mmesafiri, mmeona kuna mambo gani umeona pale mjini ambayo yanaweza kunufaisha wale ambao uliwaacha nyumbani, mashambani kule. Kama ni elimu fulani za kiteknolojia, njoo anzisha biashara ya kuelimisha watu, funza watu, leta elimu mpya, leta elimu ambayo umeipata huko, iwe ni elimu ya kibiashara, iwe ni bidhaa za kiteknolojia ambazo umepata kule mjini. Tafuta jinsi, njoo zinufaishe na watu wa kijijini kwenu ulikotoka. Kila mtu akitoka aende aajiriwe kule. Sasa wewe ulisomea udaktari, unaenda unaajiriwa Nairobi. Pale ndo kuna hospitali kubwa. Kila mtu anataka asikike yuko kwenye hospitali kubwa. Kwa jinsi hiyo, hakuna jinsi watu ambao wamehitimu wataweza kutengeneza nafasi za kazi. Nikiongelelea huo mfano wa madaktari, kama umehitimu, uko na shahada yako, ni vizuri uje uanzishe zahanati yako hapa, ili wale wanaohitimu pia watakuja wapate ajira kwako, wengine watapata nafasi
za kupata uzoefu wa kazi ambayo tunaita internship. Wengine wanaweza kuja wajifunze kazi hapo kwako, na unaweza kuwaajiri ikiwezekana. Na hiyo ndiyo jinsi tunaweza kubuni nafasi za kazi. Watu wengi hasa wanaohitimu aghalabu huwa wanakuwa na hofu ya kushindwa, yaani hawataki kujaribu kufanya kitu fulani kivyao. Wanategemea ya kuwa lazima au ni rahisi kuajiriwa. Kwa mfano, hapa nikiangazia kama kazi za ufundi hizi, iwe ni watu wa kuchomelea vyuma, iwe ni fundi wa mbao, seremala. Mtu anaona kuanzisha kazi yangu kivyangu, huenda nikashindwa. Mtu anaona ni bora nipate mtu ambaye tayari amenawiri katika hii biashara, aniajiri sababu yeye ako na wateja tayari. Kwa hivyo hata akiniajiri, kazi zipo tu, tutafanya kazi na hiyo itakuwa njia ya rahisi na tutaweza kujikimu kimaisha bila shida vile. Kwa hivyo unapata watu wengi hawataki kuanzisha biashara zao, na hii huenda ikawa ni kwa sababu, kwa mfano, mahitaji ni mengi. Mtu ana wajibu wa kutekeleza, mtu ana majukumu, mtu ana familia, mtu anahitaji anapotoka asubuhi, akirejea nyumbani jioni, inatarajiwa anaweza kulisha familia yake na kuweza kugharamia mahitaji mengine yaliyoko pale nyumbani. Kwa hivyo kutafuta kazi huonekana kama njia salama kuliko biashara. Sababu biashara pia, wengine husema biashara ni hasara, wengine husema nikiwekeza kwenye biashara sina uhakika nitapata faida. So hayo ni masuala ambayo yanachangia watu kutoanza, kwa mfano, kama biashara. Sababu nyingine watu hawaanzishi kazi zao ni ukosefu wa mtaji, mtu wa kumpa hela ya kuanzia. Wengi hukwamia hapo. Watu unapata mtu ana nia fulani nzuri hivi ambayo inaweza kufanya kazi kibiashara na ambayo inaweza kumnufaisha, lakini unapata hana hela za kuanzisha. Na hapo ndipo serikali kidogo tena inaingilia kati kupitia masuala ya mikopo. Sasa iwapo mikopo iko ghali, unalipa mikopo na faida ya juu, watu wengi huwa hawawezi kuchukua mikopo ya aina hiyo. Hivyo basi unapata wamekwama pale na ujuzi wao, na mara nyingi ujuzi kama kwenye masuala ya teknolojia zinakuja mpya kila kuchao. Hasa utapata kwamba iwapo haujishirikishi katika masuala ya kiteknolojia kwa mwaka mmoja, miwili, utapata teknolojia zimeenda, zile ambazo ulikuwa unazifahamu zinakuwa zimepitwa na wakati, na hivyo basi hazina umuhimu mkubwa katika soko la ajira. Kwa hivyo watu wengi ambao wamesomea masuala ya teknolojia hivi huwa wanahitaji wanapohitimu basi waweze kujiunga na makampuni au sehemu za kazi ambapo wanaweza kuendeleza uzoefu wao katika masuala ya kiteknolojia, na hivyo basi kujijuza teknolojia mpya jinsi zinavyokuja na kuendelea. Na nadhani swala lingine ambalo linapelekea watu kukuamilia kutafuta ajira kama jinsi pekee ya kufaulu maishani ni shinikizo la kijamii na kifamilia. Unapata mzazi ametumia pesa zake kukupeleka chuo kikuu na anataka wewe Ryan lazima ukue mwalimu. Ualimu una faida. Nyinyi wote nimewafunza, shauri nilikuwa mwalimu. Saa zingine au wakati mwingine huenda ikawa ni kwa sababu
labda kozi fulani zinagharimu pesa nyingi zaidi kuliko zingine. Kwa hivyo utapata labda wewe ulikuwa unataka uwe daktari, lakini sasa gharama ya kusomea udaktari iko juu mno. Asa hatimaye mzazi anakushinikiza ya kuwa, unajua hata ukiendelea kusema unataka kuwa daktari, hakuna pesa ya kukupeleka chuo kikuu. Iwapo utataka, utajiunga na ualimu, kwa sababu hiyo ndiyo tunaweza kugharamia. Hela za kulipia shahada ya udaktari hatuna. Kwa hivyo hizo ni sababu ambazo zinapelekea wahitimu kumalizia katika hili kundi la walohitimu ambao hawana kazi huku nje. Sababu nyingine, wanafunzi wengi hawajui kwa mfano jinsi ya kuanza biashara ndogo, sekta zinazokuwa, huduma au bidhaa zinazohitajika, au namna ya kutumia ujuzi wao kujitengenezea kipato. Jambo lingine, mitazamo potofu. Wahitimu wengine huamini kuwa biashara ni ya watu wasiosoma. Tukiangalia baadhi ya watu ambao wamejiweza kimaisha, wengi wao ni wafanye biashara. Na tena hata tukiangalia watu wale ambao wamehitimu wenye mishahara mikubwa kama madaktari, utapata ndiyo mtu ni daktari, mshahara wake ni karibu kama 1400 hivi kila mwezi, lakini utapata hawaishii hapo kwenye ajira. Utapata mtu ndiyo ni daktari, ana mshahara wake, mshahara mnono tu vizuri, lakini utapata amejihusisha na masuala ya uwekezaji, utapata amejihusisha na biashara, labda amefungua zahanati yake, labda amefungua duka la dawa. Kwa njia moja au nyingine utapata amejiingiza kwenye biashara, anajishughulisha na masuala ya kibiashara. Na kwa jinsi hiyo utapata ameajiri mtu mmoja wawili katika biashara yake, huku naye akiwa ameajiriwa iwe na serikali pale, au hata kama amefungua ni zahanati yake, naye amejiajiri na akaajiri wengine. Kwa hivyo mtazamo kwamba biashara ni ya watu ambao hawajasoma au watu wa elimu ndogo, ningependa muangalie biashara kama jinsi ya kusuluhisha matatizo yaliyomo. Hiyo itakuwa ni wewe ambaye ni muuzaji, umeona mnunuzi ambaye anahitaji fulani. Biashara inakutanisha wauzaji na watu ambao wenye hitaji. Ukweli ni kwamba ujuzi mdogo tu unaweza kuanzisha kazi yenye faida, hasa kupitia biashara ndogo, ufundi, kilimo cha kisasa, huduma za mtandaoni na ubunifu kwa ujumla.